Wewe, shida yako ni nini? Shida yako ni nini? Lakini mama, nilikuwa nimeenda assignment mahali. Assignment kila siku assignment zenyewe haziishi. Na mbona hukufanya je huko enda jana? Leo ndio umefikiria leo na mimi ni mgonjwa hata natamani mwenye ananipea maji ya kunywa hakuna. Silikuwa inafaa niende leo mama. Wewe mtoto unanichokesha. Unataka nikufanye aje kwa hii nyumba? Sio hivyo mama. Nikufukuze kwa hii nyumba? Usinifukuze mama, sasa niende wapi? Enda hapo kwa nyumba utoe hizo manguo zenye umeweka hapo hizo. Na usifue hizo nguo saa hii. Sawa mama, nimekusikia. Saa hii nimeenda. Ndio kuniambia nini? Naona huyu. Mama. Hello. Hey. Sauti kazako. Mwanangu sawa. Kutoka wapi saa hii? Si nimekuwa tu huko ndani. Ndani kwa nyumba ama ndani wapi? Tangu asubuhi. Jana ulirudi hapa kitu saa 4 ya usiku mwanangu. Leo tena unaniambia hapa ndani ya wapi? Ndio sijakuwa kwenye nyumba lakini nimekuwa tu haya maeneo ndo nimerudi nikaingia kwenye nyumba. Maeneo gani unatoka kurandaranda watu wanalima, wanapalilia, wengine wanafanya kila shughuli. Unarudi unapocket mifuko ni kama sijui nini. Hata pepe pakipeke yake ya kuniletea chakula mtoto, hata mandazi, hata ndazi tu moja ya kupatia mtoto wako huyu. Kama mama ndo natafuta na unanipea mizigo mimi sijui kwa nini. Hali ni ngumu mama, ndo najitahidi kutafuta. Mbaya sasa na wewe. Tutashinda na wewe ukiniambiaga imekauka. Na huyo mtoto atakula nini? Wewe ni kijana mkubwa. Saa hivi vijana wenzako wanaenda huko nini kutafuta kazi. Naelewana? Nimesikia mama. Nani tena? Hivi achaga masiara jitokeze live mkoani. Oh. Mbona kwa nakusubiri kwa muda mrefu? Kunafanya nini nyumba? Ndo nishaka. Okay. Nilikuwa tu karibu nianze safari ya kurudi kwetu. Ukoje nyumbani? Uko poa. Unaweza kuwa na nafasi tukatoka leo. Mbona ghafla? Sio ghafla. Sio vile unajua. Unaniambia tu mwenye call. Tunatoka. Unajua singekuambia kwa sababu nyinyi mnakuwa na mambo mengi ya kujidanganyisha. Kwa hivyo sasa uko tayari kabisa? Sawa, niko ready. But si mbali, sio? Usijali na mbali. Haya mengine niachie mimi. Kama uniamini? Sawa. Okay, basi cheka kidogo. Napenda hivyo. Tafahamu. Nilikuwa nataka nikupeleke sehemu maalum ambayo pia nayo utaenjoy. Dad, kwa hiyo huu ndo upumbavu ambao unaufanya kama sipo nyumbani, sio? Hivyo kaka nikuulize. Bila shaka. Una akili timamu? Nina akili timamu. Kazi yako ni kuja kuniharibia dadangu, sio? Hivi nikuulize ndugu yangu. Na uzee wako huu, utu uzima wako huu, unashindwa kujikontrol mpaka unafuatilia mtoto wa kike saizi. Baada ya wazazi wetu kufariki, mimi ndo namiliki dada. Kila kitu anachokifanya lazima nimfuatilie. Hivi wewe ni nani unatokea kando tu kuja kunipa masharti juu ya nyumba yetu? So kwa hivyo umesema unamiliki eti utamprovidea mpaka na mume wake, si ndio? Kwani hana akili timamu ya kutafuta mtu anayemsuti yeye na kukaa naye hivi mpaka wewe ukuje uanze kumfuatilia kiasi hiki? Brother, naona unataka kuanza kunizingua. Sina muda wa kupoteza na wewe. Iwe ni mara ya mwisho kukuona na dadangu. Nikija kupatana na sura kama yako karibu na dadangu, utakiona cha mtema kuni. Shenzi wewe dada, tuondoke nipate nyumbani. Tuondoke. Poa. Nipo tayari kuona mpaka cha mkata miti, sio tu cha mkata kuni. Mbavu kitu gani? Mama. Unajua siku hizi, sijui shida ni na kijana wako, simuelewi tu. Yaani kuna shida. Simuelewi tu. Kama amepata sijui warembo wengine, mimi hata sijielewa. Anionyeshe mapenzi siku hizi. Mbona ama anataka kuruka? Hata kuruka hiyo nani naomba. Nilikwambia wewe msichana wangu, mimi ndiye natambua wewe. Sasa wewe maneno yako yanakuja on and off. Ungetulia tu. Ungeangalia ati mali nini na nini. Jamani, kijana wako aliniambia kwa saa hii haiko ready kunioa.
Nini unasema? That's why unaona venye nakueleza nikwambia sasa hivi muelewi. Mimi hata nafanya mpaka naumwa na kitu. Nikiwa nyumbani sikuli mam. Sili jao kijana wako. Kitu chenye nakwambia, kila wakati unapokuja hapa nakwambianga enda chukua tu manguo na ukuje. Mimi hakuna mtu mwingine kwa hii nyumba kama mimi, sio na sakwa kijana wangu. Sijaipata madai ndo kama wewe, nakupenda. Unasema nikuje na manguo? Kuja tu na manguo na ukae tuone. Wow. Ukienda urudi tu. Sakwa mwanangu. Yes. Msemaje? Hapo. Sikia tu manguo. Akuja na manguo. Nataka huyu msichana wangu angalia hapa venye uliacha venye ilikuwa uchafu, hata maneno na ng'ombe kutoa nini, hata uwezi angalia nje hapa nje venye inang'ara sasa. Hata ukiingia ndani ya jikoni, huyu msichana ameosha vyombo, anakujanga anaenda. Sasa kwa mwanangu, sasa nifanye aje? Msikilize kwa makini. Mama. Hivi mbona mnapenda kuingilia maisha yangu kabisa? Yani mimi si mwanaume wa kujipangia vitu kivyangu. Maisha yako ni yangu. Nasikia unanipata? Uwezi fanya msichana huyu akujenga hapa ni kama ameandikwa hapa kazi kama maid hapa. Kila wakati anakuja anafulia mtoto wako manguo tena anaenda. Umetosha venye huko hivi. Ndio watu huwa wanaoa wakiwa wamefika hii stage yako hii. Mbona unasema ya kwamba unataka kujipanga, mara unajipangia nini? Unajipangia nini? Sikiza nikwambie ujue, si ndio? Siku hizi sio mambo na rika eti ndio kuoa. Kuoa kunahitaji kujipanga. Na mimi nikijipanga tu niwe tayari mimi nitakuambia. Alafu wewe hivi mbona sio utaratibu wetu? Mbona leo sijawa na ratiba yako? Unamaanisha nini ukiniambia hivyo? Namaanisha kwamba leo sijawa tayari kumpata mgeni kama wewe hapa nyumbani. Usijali. Na mamako ananipenda. Mimi ndo nitakuwa hapa na hapa forever and. Yaani umesikia? Kwa hivyo unamsikia mama au mimi? Usiseme hivyo mwanangu. Yaani huyu bibi unamchukua aje? Mimi hata simuelewi mama, na venye nampenda mama. Sasa kwa mwanangu. Mama. Huyu msichana wenyewe amefunzwa huyu. Wacha nikwambie. Hautawahi pata mwanamke mzuri kama huyu msichana. Nampenda sana huyu. Hakuna mwanamke ambaye utapata ambaye anaweza kuja hapa afakie nyumba kubwa, anioshe manguo, aoshe huyu mtoto wako manguo. Ni mtoto ambaye amefunzwa huyu. Mimi bado nakupenda. Hata mimi kama naweza pata mzazi wangu. Mimi nakupenda Mungu. Mimi sina mpenzi mwingine. Okay, ni sawa. Sawa. Unaona nini? Ninaona nini? Karibu mama. Ni nani? Mamangu. Wewe ndio kupatanisha? Mama, karibu tafadhali. Ndio kupatanisha? Usiseme hivyo mama, tafadhali. Maneno utengenezwa. Alafu hivi tu na pia wewe umekaa tu unaangalia. Sasa nifanye aje? Mimi napenda huyu msichana. Wewe hapa ndio mtoni? Hapana mama, mimi nampenda. Hapa ndio mtoni? Nakuuliza hapa mtoni unaunganisha. Wewe ni mama mzazi, kama ni wewe ndio mama yake, wacha nikupatie kiti mama ukalie. Mama, mimi nampenda. Kiti nikae. Unajua mapenzi mama, wacha nikwambie mama. Wacha nikwambie mwenzangu. Mapenzi huwa kama watoto wamependana wawili, tafadhali sisi wazazi, sisi ni watu ambao wamekomaa akili. Tuelewane na tujadiliane, waendeleshe na maisha. Vile ulijua mtoto wako anapenda mtoto wangu, si ungekuja tukae chini tuelewane? So ujue bwana, kumisi nayo unajua ndo kibao sana. Kumisi. Kwa kuonyesha kwamba nakupenda, nimeamua tu nikuje mwenyewe. Hivi mbona mimi nakutafuta peke yangu na utoke nyumbani? Simu yangu siku hizi ushikangi. Ati sikangi simu yako? Umenitafuta kwenye simu tangu lini? Kwenye bradangu alituambia. Simu yangu iko tu on kila wakati. Uongo. Walai, sikudanganya. Anzana niambianga iko busy. Ati iko busy? Labda uko kwenye basi network ndio ipo. Kama uko na mtu mwingine. Kama nani sasa? Mbona sikuelewi? Hivi unanishuku? Kwa hivyo kuanzia leo usinishuku yani ujue. Yafaa wapini tunakupenda na niwe peke yako. Penda peke yako bwana. Kanihakikisha kwamba kama samaki mmoja kabisa kwenye bwawa la samaki. Akitimiza kwa wakati. Sasa mimi napenda. What? Subiri.
Unajua napanga mwana mdada. mpango wangu kwenu ujiishi kwetu kabisa. Tena baada ya kumtoa kipumbavu Hivi tuone kama ndugu yako ataenda. wacha nimuonyeshe ndo nikaa baba naenda nisikie. achana usiende Haya kuhusu nakuza huyu nani hivi kwa Tena. baada ya kukuonya bado unamvuta dadangu, sio? Ngoja taratibu. Taratibu nini? Yule nani pale? Kwani hana wenyewe? Hivi mbona wewe hujachungwa uje? Mbona mpumbaze dadangu? Kwani yule uliye naye unampumbaza, si ndio? Kwa taarifa yako, kama unapumbaza basi mimi sipumbazi, mimi napenda. Blaza, hatujafikishana mahali pa kuulizana maswali. Hivi wewe unanifahamu? Unanifahamu? akibrati naye